Mheshimiwa mtazamaji wa Mokenya TV mahali popote ulipo, hujambo, karibu ni kufahamishe yale ambayo yanaendelea kushuhudiwa katika taifa letu la Kenya. Sasa hivi habari ambazo zimetufikia, breaking news siku ya leo, siku ya Jumatatu, ni wazi kwamba kumenuka kimeumana haswa katikati mwa mji wa Nairobi baada ya mashambulizi kutanda, haswa wakati kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua alikuwa na mkutano na Stephen Kalonzo Musyoka wa Wiper. Walikuwa na mkutano wa kisiasa katika eneo lile la Tea Room katikati mwa mji wa Nairobi, tunasema CBD, Central Business District. Baadaye wakanusurika kifo kufuatia mashambulizi ambayo yaliweza kutanda, vile inadaiwa maafisa wa polisi waliweza kuwarushia vitoa machozi na kutawanya umati wa watu ambao uliokuwa unawasikiza viongozi hao Stephen Kalonzo Musyoka na Rigathi Gachagua na kuondoka eneo hilo ghafla. Ikumbukwe ya kwamba leo ni siku ya Jumatatu tarehe 16. Rigathi Gachagua na viongozi wengine kutoka mrengo wa upinzani Stephen Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa na wengine waliandamana hii leo asubuhi kuelekea afisi ya Inspector Generali wa polisi humu nchini Douglas Kanja kuuliza ni hatua ipi ambayo imefikiwa kufikia sasa kuwakamata wale ambao walihusika kumshambulia Rigathi Gachagua wakati alikuwa katika kaunti ya Nyeri majuma kadhaa yaliyopita. Wakati walipofika katika ofisi ya Douglas Kanja hakuonekana, hakuwa, ila tu wakaapa wakasema liwe liwalo na liwe. Siku ya Ijumaa watarudi katika afisi ya Douglas Kanja kujua ikiwa serikali ya Rais William Ruto imechukua hatua kali dhidi ya wale ambao waliweza kuwashambulia Rigathi Gachagua kule Nyeri. Baadaye wakawa na mkutano wa kisiasa katika kaunti ya Nairobi. Ghafla binfu wakashambuliwa na kila mmoja aliweza kuondoka katika eneo hilo. Na Rigathi Gachagua amezungumza baada ya hayo kufanyika, huku akimlaumu waziri wa wizara ya usalama humu nchini Kipchumba Murkomen, huku akidai ya kwamba ndiye aliweza kuwaagiza maafisa wa polisi kuwashambulia Rigathi Gachagua, Stephen Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa na Cleophas Malala na viongozi wengine katika mrengo wa upinzani, kwa kile ambacho anasema ni kuwazuia kuendelea kufanya siasa za mwaka ujao wa 2027. Na Stephen Kalonzo Musyoka naye ameandika katika mtandao wake wa kijamii, huku akisema vile unavyotazama hewani. Chapisho hili ni Stephen Kalonzo Musyoka ambaye ameandika katika mtandao wake wa kijamii, huku akisema ya kwamba the right to assembly under Article 37 of our Constitution of Kenya does not include or justify the tear gassing of citizens as imagined and sanctioned by William Samoei Ruto. Anasema kulingana na katiba ambayo ilipitishwa na Wakenya mwaka 2010, haiwezi ama hairuhusu watu kurushiwa vitoa machozi na kumlaumu Rais William Ruto kwa mashambulizi ambayo waliweza kuyashuhudia siku ya leo katikati mwa mji wa Nairobi. Ikumbukwe ya kwamba siku ya Jumapili hiyo jana, Edwin Sifuna ambaye ni katibu mkuu wa chama cha ODM, wakiungana na viongozi wengine ambao waliweza kuondoka katika chama cha ODM vile inaonekana, kwa sababu sasa hivi tuko na vikundi viwili. Kikundi kimoja hasa katika chama cha ODM kinaongozwa na Oburu Odinga, kikundi kingine kinaongozwa na Edwin Sifuna. Jana walikuwa katika eneo lile la Kitengela katika kaunti ya Kajiado. Edwin Sifuna, watu wakafurika, wakawa wengi zaidi
maelfu na maelfu, kilinganishwa na mkutano wa Oburu Odinga ambao uliokuwa tononoka kule Mombasa. Baadaye tukashuhudia mashambulizi. Tuliweza kufanya uchanganuzi na kukuonyesha picha vile mambo yalivyokuwa katika eneo la Kitengela, na vitoa machozi viliweza kutumika na waliweza kutawanywa, kila mmoja akaondokea ama akatorokea, na baada ya kuhofia maisha yao kila mmoja akajiokoa, huku mrengo huo wa Edwin Sifuna wakisema ni one term katika uchaguzi ujao mwaka 2027 lazima liwe liwalo na liwe, uongozi wa taifa la Kenya unaenda kubadilika. Na sasa mashambulizi yameanza kuonekana wakati tunapokaribia uchaguzi ujao mwaka 2027, mashambulizi hapa na pale, vitoa machozi kurushwa. Lakini kufikia sasa, kulingana na katiba ya Kenya, kuna kipengele ambacho kinazungumzia, kama sijakosea, 37, kipengele hapo cha 37 kinasema freedom of expression, yani uhuru wa kujieleza. Wakati viongozi wanajieleza kuongea masuala mbalimbali kuhusiana na siasa, inadaiwa kwamba sasa hivi wanashambuliwa kama njia moja ya kutuliza joto ama mawimbi ya kisiasa ya mwaka ama kabla ya uchaguzi ujao mwaka 2027. Hayo ndio yanaendelea kushuhudiwa katika taifa la Kenya, huku tukiwa na mirengo mitatu. Mrengo wa kwanza unaongozwa na Rais William Ruto ambao ni wa serikali Kenya Kwanza, na mrengo mwingine unaongozwa na Oburu Odinga ODM katikati, na mrengo mwingine unaongozwa na Edwin Sifuna, na mrengo mwingine Rigathi Gachagua. Kwa hivyo in short, kwa ujumla mirengo ambayo tupo nayo sasa hivi ni mirengo mine ambayo inamezea mate kiti cha Ikulu mwaka ujao wa mwaka 2027, huku Oburu Odinga, Gladys Wanga na viongozi wengine wakisema ya kwamba wataungana na Rais William Ruto kutengeneza serikali ijayo, matamshi ambayo yamepingwa na Edwin Sifuna na kikundi ama kikosi chake ambacho kinaongozwa na Edwin Sifuna, gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo, Godfrey Ososi na viongozi wengine, seneta wa kaunti ya Kisii Richard Momaima Onyonka, Anthony Kibageni ambaye ni mbunge wa eneo bunge wakilishi la Kitutu Chache kusini kaunti ya Kisii na viongozi wengine. Sasa tutasubiri tuone ni kipi ambacho kitaendelea, na ikiwa serikali itajibu masuala haya ama ikizungumzia masuala haya nitarudi ili kuwafahamisha. Lakini kufikia sasa, wakati tunapoenda hewani mida hii ya saa 9:30, serikali bado haijazungumza kufuatia yale ambayo yameshuhudiwa katikati mwa mji wa Nairobi. Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala haya ya kisiasa na kukueleza vile hali ilivyo katika kaunti ya Nairobi. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. Ikiwa hauja subscribe na kupembeleza usubscribe, kuna kitufe pale chini ambacho kimeandikwa subscribe. Bonyeza hicho kitufe ili kubadilishiwa na kuandikiwa subscribe. Kando kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kanda zote pindi tunapoziweka katika mtandao huu wa Mokenya TV. Sambaza hii kanda kwa grupu 1, 2, 3 katika mtandao wa WhatsApp na hata Facebook ili tuendelee kujulisha wengi tena zaidi. Ladies and gentlemen, be blessed. Let's meet in the next video. Bye bye.